kuwasilisha muhtasari wa makadirio ya mpango na bajeti kwa mwaka wa 2026/2027 ambao una kurasa zipatazo 28 na kila mada kimoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ridhaa yako naomba baadhi ya maeneo nisome kwa muhtasari ili kujaribu kujenga uelewa. Nikianza kwenye ukurasa ule wa pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, paragrafu ya pili ni kwamba taarifa hii ina sehemu 5. Sehemu ya kwanza ni utekelezaji wa mpango na bajeti kwa mwaka wa fedha 2024/2025. Sehemu ya pili ni mapitio ya mpango na bajeti kwa nusu mwaka hadi Januari 2026, na sehemu ya tatu ni miongozo mbalimbali iliyozingatiwa katika kuandaa mpango na bajeti mwaka 2026/2027. Sehemu ya nne ni makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026/2027, na sehemu ya tano ni miradi ya maendeleo itakayotekelezwa katika mpango na bajeti kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, sura ya kwanza ni mapitio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024/2025, ambapo tunaona halmashauri iliidhinishiwa kukusanya bilioni 25.7 na hadi kufikia mwezi Juni mwaka 2025 halmashauri ilikuwa inapokea jumla bilioni 25.9 ambayo ilikuwa ni 100%, na matumizi yalikuwa ni bilioni 23.6 ambayo ilikuwa ni 91%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna jedwali namba 1 linaloonyesha muhtasari wa mapato na matumizi hadi kuishia mwezi Juni 2025. Kipengele cha 1.2 ni makusanyo ya mapato ya ndani kwa mwaka wa fedha 2024/2025. Ambapo halmashauri iliidhinishiwa jumla ya bilioni 3.3 na ilifanikiwa kukusanya jumla kutokana na mapato ya ndani. Kati ya fedha hizo jumla ya shilingi bilioni 2.3 ni mapato yasiyolindwa na bilioni 1.029 ni mapato lindwa. Hadi kufikia Juni 30, 2025 halmashauri ilikuwa imekusanya jumla ya bilioni 4.6 ambayo ni sawa na 136%. Mheshimiwa Mwenyekiti, sura ya pili ni mapitio ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya mwaka wa fedha 2025/2026 kwa kipindi kinachoishia mwezi Januari 2026. Katika mwaka wa fedha, halmashauri ilikuwa imeidhinishiwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukusanya mapato ya jumla ya bilioni 27.5, ambapo ndani yake kulikuwa na shughuli za mishahara ambayo ilikuwa na gharimu jumla ya shilingi bilioni 16.2, matumizi mengineyo jumla ya bilioni 1.319, utekelezaji wa miradi ya maendeleo jumla ya bilioni 5.9, ambapo kati ya hizo bilioni 2.04 ni fedha za ndani na bilioni 3.07 ni fedha za maendeleo ya nje, yani development foreign. Lakini kati ya hizo halmashauri inakadiria kukusanya jumla ya bilioni 4.1 kwa ajili ya mapato ya ndani ya halmashauri, ambapo kati ya hizo bilioni 2.91 ni mapato ya ndani halisi na bilioni 1.2 ni mapato lindwa. Aidha, katika kipindi cha Julai hadi Januari 2026 halmashauri imefanikiwa kukusanya ama kupokea na kutumia fedha katika mchanganuo unaoonekana kwenye jedwali namba 2 hapa chini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipengele cha pili ni mafanikio yaliyopatikana kutokana na utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025/2026.
16 zipo kwenye jedwali namba 3 zikiorodheshwa kuanzia namba 1 hadi namba 15 ukurasa wa 6. Kwa chanzo cha fedha za ruzuku, lakini kwa mapato ya ndani zipo kwenye ukurasa wa 7 mpaka ukurasa wa 8 kipengele cha 16, na kwa ruzuku ya fedha zinazotokana na wahisani zipo kwenye ukurasa wa 8 na zenyewe zinaorodheshwa kwa namba 1 hadi 10. Lakini hata hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kulikuwa na miradi inatekelezwa kutokana na fedha ambazo zilikuwa zimeingia kwenye mwishoni kabisa wa mwaka 2024-2025. Jedwali namba 4 inaonyesha miradi ya TPDLS na hatua ya mradi. Jedwali namba 5 ni miradi inayotekelezwa kwa fedha za boost ambazo zilikuwa mwaka 2024-2025. Na chini ya jedwali hiyo tuna fedha milioni ambayo ilitolewa kwa fedha za mapato ya ndani ambazo zilikuwa mwaka 2024-2025. Hata hivyo, tumeorodhesha changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2025-2026, mapendekezo yanayotokana na changamoto hizo na mikakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, sura ya 3 ni miongozo iliyozingatiwa katika maandalizi ya mpango wa bajeti kwa mwaka 2026-2027. Yanaanzia pale ukurasa wa 11, ukurasa wa 12, ukurasa wa 13, hadi ukurasa wa 14. Sura ya 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, mapendekezo ya rasimu ya mpango ya bajeti kwa mwaka 2025-2026-2027. Katika kipengele cha 4.2, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeainisha maeneo ya kipaumbele ambapo tumeenda mpaka ukurasa wa 16. Kwenye ukurasa wa 17 tumeweka muhtasari wa sura ya bajeti, ambapo katika mwaka huu wa fedha halmashauri inatarajiwa kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni 28.065 kutokana katika vyanzo mbalimbali. Kati ya hizo shilingi bilioni 5.9 ni ruzuku ya maendeleo, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 2.8 ni ruzuku ya maendeleo kwa vyanzo vya ndani, na shilingi bilioni 3.07 ni ruzuku ya maendeleo kwa vyanzo vya nje. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kiasi cha shilingi bilioni 16 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi, shilingi bilioni 1.3 ni matumizi mengineyo, na kwa makusanyo ya mapato ya ndani halmashauri inakadiriwa kukusanya na kutumia jumla ya bilioni 4.6, ikiwemo shilingi bilioni 3.3 ambayo ni mapato halisi na shilingi bilioni 1.3 ni mapato bima. Jedwali hapo chini lina jedwali la 5 linaonyesha muhtasari wa taarifa hiyo ya makisio ya makusanyo na matumizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa wa 18 changanuo kwa makusanyo ya mapato ya ndani kuishia Januari 2026 na makisio ya makusanyo ya mapato ya ndani kwa mwaka 2026-2027, ambapo ipo kwenye ukurasa wa 18 wa 19 na naishia pale ukurasa wa 20. Kipengele cha 4.6, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mgawanyo wa matumizi wa makusanyo ya ndani kwa idara. Na jedwali namba 7 inaonyesha mchanganuo wa makisio ya mapato ya ndani kwa matumizi mengineyo.
Swala la 5, Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi ya maendeleo itakayotekelezwa katika mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 26/27. 5.11 ni utekelezaji wa miradi kutoka washirika wa maendeleo. Jedwali namba 8 ni mchanganuo wa miradi inayotarajiwa kutekelezwa na wahisani wa maendeleo mwaka 2027. Tunaendelea mpaka ukurasa wa 23. Ukurasa wa 24 ni utekelezaji wa miradi kutoka serikali kuu ambayo imeainishwa kwenye jedwali namba 9. Kipengele cha 4.5 kwenye ukurasa wa 24 ni utekelezaji wa miradi kutoka chanzo cha makusanyo ya mapato ya ndani ya halmashauri, yani 40%, ambapo jedwali namba 10 pale ukurasa wa 25 inaonyesha orodha na mgawanyo wa miradi inayotarajia kutekelezwa kwa mwaka ujao. Mheshimiwa Mwenyekiti, hitimisho. Baada ya maelezo haya yaliyotangulia, naomba sasa kuwasilisha mapendekezo ya mpango na bajeti ya halmashauri kwa mwaka wa fedha 26/27, ambapo halmashauri inakadiria kupokea na kutumia jumla ya shilingi bilioni 28.065 katika maeneo yafuatayo. Mapato ya vyanzo ndani ni bilioni 4.6. Matumizi mengineyo ni shilingi bilioni 1.3. Mishahara ni shilingi bilioni 16. Miradi ya maendeleo ya serikali kuu pamoja na wahisani jumla ni bilioni 5.9, na hivyo kufanya jumla kuu ya makisio hayo kuwa ni bilioni 28 milioni 65,367,821.38. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya mkurugenzi naomba kuwasilisha kwa ajili ya kuidhinishwa kwa matumizi ya mwaka wa fedha 26/27. Naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naendelea kuhakikisha tena kwa waheshimiwa madiwani ambao sasa ndio makao wa kwanza kwamba sisi kama watumishi wa kwenu na watumishi wa wananchi tuko tayari kupokea maelekezo ya kwenu. Linapotokea tatizo lolote kubwa ambalo linahitaji msaada wa halmashauri kwa wananchi wetu, naomba tusisubiri vikao. Sisi ofisi ziko wazi, tutakuwa tuko tayari kwa ajili ya kuwatumikia wananchi na kumaliza hayo matatizo yote. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Diwani Wagida alijaribu kusema hapa, lakini kuna maombi yake tayari yameshaletwa ofisini na nimemwahidi kwamba tunatekeleza kwa 100% kuhusu kata yake. Kwa hiyo nadhani asiwe na wasiwasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, ninaomba sasa nimkaribishe. Kwanza na mimi ni shukuru kwa baraza hili kupokea bajeti na kuipitisha neno kwa kipindi kifupi sana. Na nilikuwa naamini kwa sababu tulichakata kwa vikao vyetu na tusharejea. Vile tulikuwa na kuja tu kukamilisha taratibu na kanuni. Lakini nichukue nafasi hii kupongeza mkurugenzi. Mimi ni Diwani Saibu mwaka unaitwa wa 11. Nimekaa na wakurugenzi mbalimbali. Yaani vichapo na kufundisha na kipana. Hapa katikati tulikuwa tumeyumba kidogo na kusema ukweli. Maana lazima kusema ukweli. Mwenyezi Mungu naye anatupa baraka za kusema ukweli. Napoongea hapa miradi mingi ilikuwa inafeli, atakuwa na wakati tumeingia ile aibu ilifikia miradi inaisha kwa wakati. Lakini pia katika swala la kusaidia mapato huko mstari wa mbele katika kusimamia na kuongeza sana. Naamini bajeti hii tutatoka kutekeleza kwa 100% na zaidi ya 100%. Lakini naomba sana Mheshimiwa Madiwani tushirikiane pamoja. Alizungumza chama cha mkurugenzi si wasimamizi wala wapata maelekezo tutamshauri ili mambo yaweze kusonga mbele. Ninaamini kwa bajeti tumeibua miradi mingine mipya na bado tunaendelea kuibua na tunaendelea kushauriana. Na bado naamini washauri wa sasa bado mapato mengi makubwa. Tukijikita vizuri, tukisimamia vizuri, tutavuka malengo na bajeti yetu
mpaka hali mambo itakuwa inapanda kwa kasi sana. Hatimaye ndoto yangu tupate manispaa. Maisha yangu mwisho kabisa nimpongeze Mheshimiwa DC, afisa kutoka sekta za mitaa, kamati za usalama, kwa sababu maendeleo hatuwezi kufanya bila amani. Tumeelezwa kuhusu biashara ya makazi, ni swala muhimu sana kwa ajili ya kufahamu idadi ya watu, lakini pia wakazi wanaoingia katika maeneo yetu. Kama tumeelekezwa na afisa wa mitaa kufanya ushirikiano katika kuhamasisha wananchi wajiandikishe katika ile daftari, ni muhimu sana, ni swala la taifa. Hakuna swala la ghafla. Tukishapata taarifa tuingie ndani tukasimamia hilo. Nafikiri kwa umoja wetu tutakaposhughulikia ipasavyo na tutafanikiwa. Baada ya kuzungumza nichukue muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naombe wajumbe wenzangu, kabla tuja kwenda kieneo kupitisha, naomba walizie budget. Nitoe tu mfano. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni diwani kuanzia 2010, lakini kuanzia 2008 nikiwa mamlaka mji mdogo Mkomaindo. Kwenye eneo la elimu, mara ya mwisho kufanyiwa ukarabati shule ya msingi Mkomaindo ilikuwa mwaka 2000. Lakini tulifanya jitihada zote kwenye kila mwaka wa fedha, pale tunapoambiwa tupeleke vipaumbele vyetu, tulikuwa tunapeleka kila mwaka kwenye swala la ujenzi wa madarasa pamoja na matundu ya vyoo. Hatimaye Mungu ndo budget ya 2023-24 tunakuja kupata fedha kwa ajili ya ukarabati kwenye shule kongwe, shule ya msingi Mkomaindo, milioni 180. Tukaja kupata na fedha milioni 331,600 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya yenye mkondo mmoja, kwa sababu ya mlundikano wa wanafunzi walioko pale shule ya msingi Mkomaindo. Sasa angalia, kutoka 2000 mpaka 2023-24 muda ambao nimeuchukua, lakini wakati napitia, baada ya kugundua kwenye maeneo hayana mradi hata mmoja kwenye elimu, mimi binafsi nazungumzia Mkomaindo. Kwa kweli nilijilinganisha Mkomaindo, hali ya miundombinu kwenye shule ya msingi Mkomaindo na hali ya miundombinu shule ya msingi Temeke, yani shule zilizoko kata Temeke. Niliona mimi nina usauti, lakini nilimwangalia mwenzangu nikajua mwenzangu ndo amezidi zaidi. Lakini niliamini kwamba tuna budget 27-28, tuna budget 28-29. Lakini pia niliangalia na maeneo mengine, nimeona hivyo, kwa sababu sisi sote ni wamoja, na kuna maeneo ambayo yameelekezwa miradi safari hii. Kwa kweli yale miundombinu yake kwenye elimu msingi haikuwa nzuri kabisa matokeo, hasa Temeke. Ukienda Moroko shida, ukienda Mtakuja shida, ukienda Mkarango shida. Sababu mimi nimeshakuwa mjumbe kamati ya fedha na ni mjumbe wa ukaguzi wa miradi, nilikuwa najionea kule. Kwa mimi ningeomba kwa sisi wanne ambao safari hii, na nikiri na nimpongeze mchangiaji aliyetoka kumalizia, amesema ana shida, lakini tu angalau miaka miwili iliyopita sisi Mungu alifanya nini? Alituona kwenye utekelezaji wa zaidi kwenye elimu msingi. Kwa hiyo niombe kama baraza, naomba bajeti tuipitishe. Mimi ni mmoja wapo mwanga, lakini kwa bajeti nimelizia kwa 100%. Asante mwenyekiti.